Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu wa mbinguni, uliyeumba vitu vyote, tunaendelea kukusifu, kukutukuza kwa wema na rehema zako. Asante kwa ajili ya upendo wa ajabu ambao ulisukuma hata ukamtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo ili afe msalabani kwa ajili ya dhambi na maovu yetu. Mfalme wa amani, tunanyenyekea chini ya mbawa zako jioni ya leo. Utuhudumie tena sawa sawa na mahitaji yetu. Mtumishi wako amesimama mbele yako na mbele ya kanisa. Baba, simama naye na uweke maneno yako ndani ya kinywa chake, akanene sawa sawa na mahitaji ya kusanyiko hili. Tunakuhitaji Mfalme, Roho Mtakatifu, Roho mwema, Roho unayefundisha, tufundishe kupitia kinywa cha mtumwa wako. Nasi Mungu tuko tayari kupokea. Tunaomba haya kwa njia ya Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu. Amina. Asante. Barikiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Watu wa Mungu, kweli sina maneno ya kukidhi kushukuru mambo ninayoyaona hapa. Kwaya, nyimbo mnazoimba vizuri sana sana sana, na kazi mnayofanya ya umisheni au umishonari, kazi kubwa, hata mmeweza kuleta matunda ambayo tunayaona kwa macho. Kweli Bwana awabariki sana. Na ninaendelea kusema kwamba tunaendelea kuombea kazi hii endelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba Mungu aliyeianzisha kazi hii, yeye apate kuitimiliza. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, asubuhi nilitoa jinsi tutakavyoenda kwenye Pasaka hii na masomo au maswali ambayo tutaendelea kuyajibu. Na nilisema kwamba neno kuu katika Pasaka hii ni ushindi wa Mkristo, kwamba ni wa hakika. Kwamba wewe kama Mkristo wa kweli huna sababu ya kutahayarika, huna sababu ya kuchanganyikiwa, huna sababu ya kuona kwamba huwezi au uko peke yako. Yaani ushindi wako umekwisha kutengenezwa, umekwisha kuandaliwa, umekwisha kufanyiwa kazi, na kwa maana hiyo wewe ni kujidai tu, maana wewe ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nilisema jioni hii tutashughulikia swali hilo la mstari wa 31. Swali la pili lililo katika mstari wa 31, ambalo linasema, Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani anayeweza kutushinda? Ni nani anayeweza kupambana nasi? Ni nani anayeweza kutuzuia kuendelea mbele? Ni wakati wanasema mistari hao watoto hapa, nikaijiwa na mfano rahisi ambao unaweza kutupa picha ya kwamba Mungu akiwa upande wetu, ni nani anaweza kutushinda. Nikasema kwamba mnaujua mchezo wa kuvuta kamba? Mnaujua mchezo wa kuvuta kamba ambao huwa wanawekwa idadi ya watu huku na huku idadi sawa sawa, si ndio? Sasa nikasema kwamba kwa mfano hawa watoto waliokuwa wanasema mistari hii, mkawagawanya katikati wakawa sawa sawa, na kamba ikawekwa. Halafu upande mmoja tukampeleka mchungaji Masanyiwa,
Tukamwambia wewe sasa, hebu uwe upande wa watoto hawa. Hivi kweli hao wa upande mwingine wataweza chochote? Si watavutwa tu kama, yani wanasema kama kumsukuma mlevi yani watavutwa tu mara moja. Na ndivyo Biblia inavyosema kwamba Mungu yuko upande wa watu wake. Mungu yuko upande wa wateule wake. Mungu yuko upande wa watu ambao wanamwamini na kumuishia. Na kwa maana hiyo mwandishi Paulo anauliza kwamba kama Mungu yuko upande wetu, ni nani anayeweza kusimama dhidi yetu? Jibu ni hakuna. Jibu ni nini? Jibu ni hakuna. Na sasa Mungu sio tu kwa upande wetu, akaongeza na mambo mengine kwamba Mungu amekuwa upande wetu, lakini mstari wa 32 anaongeza jambo jingine. Lakini kwanza tuone kwamba hapa mwandishi anapouliza swali hili na kuweka ule mstari unaofuata wa 32, ana malengo mawili makubwa. Ana malengo mawili makubwa. Lengo la kwanza, anapenda kuwatangazia maadui zetu, maadui wa Wakristo. Yani unayeandika lengo la kwanza la Paulo kwa kuweka swali hili, anawatangazia maadui zetu wa Kristo, maadui ambao wanapigana na watu wa Mungu, maadui ambao wanajaribu kuwapinga watu wa Mungu. Anawatangazia kwamba nyinyi maadui mnayetaka au mnayepanga kumshambulia, tayari ana nguvu za Mungu. Upande wake kuna Mungu, Mungu ambaye ni mwenye mamlaka yote, Mungu ambaye aliviumba vitu vyote, Mungu ambaye ana uwezo wote, Mungu ambaye anajua yote, na Mungu ambaye yuko mahali pote. Na kwa maana hiyo anawatangazia wale maadui zetu, maadui wa Wakristo, kwamba nyinyi watu si mnataka mnataka kushindana na hawa, kufanya vita na hawa. Upande wa wenzenu kuna Mungu. Anawatangazia, yani vita kwanza inakuwa ni ya mdomo, vita ya maneno. Ukitaka kuwa na mechi, iwe ya hapa nyumbani au ya huko nje, zinapokutana timu labda kubwa, timu nzuri, kwanza huwa wanaanza kwa maneno. Na hata vita hivyo huwa wanaanza kupigana kwa maneno. Sijui tumesajili, sijui chuma, sijui nini, sijui na fulani atacheza. Yani ile safu imepangwa vizuri, yule kocha amefanya hivi, ili kujaribu kuwatahadharisha upande mwingine waanze kuhisi woga. Na hapa ndivyo ambavyo Paulo anafanya. Anawatangazia maadui zetu kwamba Mungu yuko upande wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anawatangazia si kwa kuwadanganya, si kwa propaganda, lakini huo ndio ukweli kwamba Mungu yuko upande wetu wa Kristo. Na pia Paulo anaendelea kuambia maadui zetu kwamba kweli vita vyetu ni vikubwa, vita vyetu kweli sio rahisi. Maana maadui wanaotangaziwa, naomba tuwasome katika Waefeso sura ya 6. Maadui ambao Paulo anawapasha habari kwamba wale mnaowashambulia, wale ambao mnapigana nao, wale ambao mnapanga kuwa kinyume nao, maadui wanaambiwa kwamba Mungu yuko upande wetu. Na maadui hao ni wapi?
ukisoma katika Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 12, kweli tuna maadui wengi. Ni kweli tuna maadui wengi, na tuna maadui ambao sio wa kawaida. Tuna maadui ambao yamkini kama ni kwa nguvu zako, bila Bwana, bila Yesu, bila nguvu za Mungu huwezi kupambana nao. Wanazungumzwa katika Waefeso sura ile ya 6 mstari ule wa 12. Biblia inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi wa Kristo sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya wakuu wa giza, na juu ya majeshi ya pepo wabaya, na hivyo na hivyo na hivyo, na shetani akiwemo. Hawa maadui kuwashinda sisi wa Kristo ni mpaka uwe na Yesu. Ni mpaka Yesu awe anatawala maisha yako. Ni mpaka pale ambapo Yesu awe amekalia kiti cha mamlaka katika maisha, katika moyo wako. Na maana Yesu anapokuwa ndani yetu, hapo ndipo Mungu anakuwa upande wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kwamba maadui ambao wanapambana nasi ni wengi na wana mamlaka makubwa, lakini Paulo anawatangazia kwamba nyinyi maadui mnapambana na mtu wa Mungu lakini jueni kwamba Mungu yuko upande wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Paulo huyo anaendelea kuwatangazia hawa maadui kwamba na huyu mtu mnayemshambulia, na huyu mtu mnayepigana naye, na huyu mtu ambaye mko kinyume naye, nyinyi maadui, silaha zake ni za kimungu. Silaha zetu watu wa Mungu ni za kimungu. Ukisoma Wakorintho wa pili sura ile ya 10, silaha zetu sio za nyama, sio za kawaida. Silaha zetu ni za kimungu. Ile Wakorintho sura ile ya 10 mstari ule wa 3 na wa 5. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 5, Biblia inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii nani? Ipate kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anaendelea kuambia maadui kwamba kweli nyinyi ni wengi, mna mamlaka na nini, lakini huyo mnayepambana naye, kwanza Mungu yuko upande wake. Lakini pia silaha anazotumia sio za kidunia, ni silaha za kimungu. Na kwa maana hiyo kushinda kwa mtu huyu ni kwa lazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkristo, wewe kushinda, wewe tayari umeshashindiwa. Maana aliyeko upande wako ni mkuu kuliko wa dunia. Hakuna kitu ambacho kinaweza kushindana na Mungu. Hata shetani mwenyewe alijaribu, tunasoma, lakini Mungu akamtupilia mbali duniani, akaja kuanza kushindana na sisi wanadamu, viumbe kama yeye, lakini Mungu yuko upande wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia leo, mtu wa Mungu, utambue kwamba haijalishi watu watakupiga vita kwa jinsi gani, kwamba vita vyako vitatokea sehemu mbalimbali, pande mbalimbali. Haijalishi watakao kupiga vita wengine na mamlaka makubwa, lakini tambua kwamba Mungu yuko upande wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu yuko upande wako, na pia silaha ambazo wewe unatumia ni za kimungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni jambo la kwanza, kwamba lengo la Paulo kuandika au kusema swali hili ni kwamba anawatangazia wale maadui zetu
awaambie kwamba ninawapa onyo, ninawatahadharisha kwamba ni kweli mnapiga vita na mtu huyo, Mkristo huyo, amteule huyo, mtu wa Mungu huyo, lakini hamtafanikiwa, maana Mungu yuko upande wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni jambo ambalo lazima kila Mkristo limtie moyo, limpe nguvu ya kuendelea, limpe ujasiri, limpe bila kuogopa, maana Mungu yuko upande wetu. Pili, lengo la pili, anatutia moyo sisi wa Kristo. Anatutia moyo sisi watu wa Mungu. Kwanza amewatahadharisha au kuwatangazia maadui zetu kwamba Mungu yuko upande wetu, lakini pili, anatutia moyo, anatutia nguvu wa Kristo. Mstari ule wa 32 anasema jinsi ambavyo Mungu si kwa tu upande wetu, lakini pia amefanya mambo. 32 naomba tusome. 32 mstari wa 32 unasema, yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja na yeye? Yaani Mungu yuko upande wetu, lakini pia amemwachilia mwana Yesu Kristo kutulinda, kututetea, kutupigania. Na kwa maana hiyo yale ambayo Yesu Kristo anayo ametukirimia yote, na sisi watoto wake ambao tumezaliwa kupitia kwa imani ya kumwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu lazima ifike mahali wa Kristo mfahamu, wa Kristo mtambue, wa Kristo muelewe kwamba nyinyi sio watu wa kawaida, wa kuchukuliwa, wa kutishwa, wa kujali. Yani Mkristo ni mtu ambaye analindwa na nguvu za Mungu. Mungu yuko upande wake, na kwa maana hiyo sio mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu ambao mnababaishwa, angalia Ukristo wako, upime Ukristo, pima imani yako. Kama wewe unatupwa huku, unababaishwa, unaogopeshwa na kila kitu kinachotokea, ni kwamba Ukristo wako bado. Na ndio maana inahitajika mafundisho ya kweli ya kuimarisha watu kiimani, wasitetereke, wasiendelee kutishwa, wasiendelee kuogopa mambo ambayo kwa kweli tayari Mungu ameshaweka mpango wa ushindi tayari. Ni kupokea tu kwa neema na kuanza kuutumia. Sasa hapa anatutia moyo kwa sababu amemwachilia mwanae, na yeye ametukirimia na mambo yote ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa nayo. Maana kama ni ushindi wa Yesu Kristo, alishinda kwa neno. Wakati anajaribiwa na shetani kwamba amefunga siku ya 40, ana njaa, shetani anaanza kumpandisha hapa, anasema imeandikwa, anamwambia imeandikwa. Sasa ambacho Yesu alitumia kumshinda shetani ni maandiko. Yesu amekwisha kutukirimia, maandiko tunayo, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko tunayo, na kwa maana hiyo hatuna sababu, watu wa Mungu, kwanza tusiogope adui yoyote. Hatuna sababu ya kumwogopa adui yoyote, hata shetani mwenyewe hatuwezi kumwogopa. Pili, Wakristo hatupaswi kukata tamaa kirahisi ya kukata tamaa mapema. Hatupaswi kukata tamaa hata kama vita na mashambulizi yatakuwa makubwa kiasi gani. Sisi tutasimama, maana Bwana Yesu yuko upande wetu. Na tatu, tunachotakiwa Wakristo ni kumwamini na kumtegemea huyu ambaye ameachiliwa kwetu, ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ameachiliwa ili atusaidie, ili atutetee, ili atupiganie. Vita sio vya kwetu, vita sio vya kwetu. Ninaomba tusome kitabu cha Samueli wa kwanza. Vita sio vya kwetu. Uone mambo ambao watu ambao wanajua kwamba wana Mungu, watu ambao wanajua kwamba wana nguvu za Mungu katika maisha yao, hawaogopi, hawatishwi. Tunasoma Samueli wa kwanza sura ya 17. Samueli wa kwanza sura ya 17. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari ule
wa 45 na 47. 45 na 47, habari za Daudi na Wafilisti na Goliati. Goliati alikuwa ameshajimilikisha mamlaka ya kutukana watu wa Mungu, ya kutukana jeshi la Mungu, kwamba hakuna atakayemweza. Goliati alikuwa amejiona kwamba yeye hakuna wa kusimama mbele yake. Adui wa watu wa Mungu alikuwa amejichukulia mamlaka kwamba yeye ni mshindi, yeye ni mtawala. Sasa mstari wa 45, Biblia inasema, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi kwa upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi wa Israeli unayemtukana. Daudi anamwambia ule ukweli ambao kila Mkristo ni lazima aufahamu, kwamba sisi tunapopata maadui tuambie kwamba hupigani na mimi. Unapigana na nani? Na Mungu wangu ambaye ameniweka, ameniokoa, amenifanya kuwa Mkristo. Unapigana naye. Daudi anamwambia kwamba wewe unanijia mimi, ninakuijia kwa jina la Mungu wa majeshi na Bwana wa majeshi ambaye yeye unamtukana. Lakini ukisoma mstari wa 47, 47 anasema, nao jamii ya watu wote pia wajue. Daudi anaendelea kusema kwamba mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa nini? Ili 40, nao jamii wa watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya kwake Bwana, naye atakutia wewe mikononi mwetu. Vita ni vya Bwana. Wewe unapopigwa vita, wewe unaposhambuliwa, mwambie Bwana peke yake, maana yeye yuko upande wako kukufanya nini? Kukusaidia na kukupigania. Watu wa Mungu, kweli Paulo ana maneno ya kututia nguvu kabisa, kwamba Mkristo kuna sababu ya kuogopa, kuna sababu ya kukata tamaa, kuna sababu ya kurudi nyuma, kuna sababu ya kujificha, maana vita sio vya kwako. Kila unapopigwa vita, kila watu wanapoinua maneno dhidi au kinyume na wewe usihangaike. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, maana yeye yuko kusaidia. Na tatu, watu wa Mungu, tunaona jambo jingine, kwamba kila Mkristo sasa awe na uhakika wa kustahimili na kushinda, maana hakuna adui atakayesimama kinyume au kukwamisha yale Mungu aliyotuahidia. Maadui wanaweza kuwa ni wengi, maadui wanaweza kuwa na nguvu kabisa, maadui wanaweza kuwa ni kila mahali, lakini Mungu amekwisha kuandaa ushindi wetu. Mungu amekwisha kuweka wa kutulinda na wa kututetea, maana Mungu yuko upande wetu. Nina mifano michache ambayo tutaiangalia, uone jinsi ambavyo watu wa Mungu zamani Bwana aliwapigania, Bwana aliwashindia, Bwana alisimama upande wao, na wakaendelea na wakapita na wakafaulu. Na hata sisi leo kama tukitambua ukweli huu na tukaanza kuishia na kuamini kweli, ushindi kwetu ni wa lazima. Mfano wa kwanza ni ule wa wana wa Israeli katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 14. Mfano wa kwanza tutauona wa wana wa Israeli katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 14. Kutoka sura ya 14, Kutoka sura ile ya 14, Kutoka sura ya 14, mstari wa 9 hadi wa 16. Mstari ule wa 9 hadi wa 16. 9, Biblia inasema, Kutoka 14 mstari wa 9 hadi 16 inasema, Wamisri wakafata nyuma yao farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakawapata hali wamepanga pale
karibu na bahari, karibu na Pi-hahirothi, kukabiri Beri Sefoni. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao na kutazama Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huku ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hilo silo tulilokuambia kuwa huko Misri kwamba tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawa, nao wana wa Israeli watapita katika bahari katika nchi kavu. Haleluya, haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, ni kwamba wana wa Israeli walipoona majeshi yanawafuatilia ya Farao wakaogopa, wakaanza kukata tamaa, wakaombea kwamba wangelibaki huko Misri kuendelea kuwatumikia wale maadui zao. Lakini Musa akawaambia kwamba tulieni, tulieni, Mungu yuko upande wenu, Mungu yuko kuwapigania. Waangalieni vizuri hawa wa Misri ambao wanakuja kuwashambulia, ambao mnawaona leo hivi hamtawaona tena milele, maana Bwana atafanya kitu, maana Bwana atasimama mwenyewe, maana Bwana atawapigania. Watu wa Mungu wa Kristo, ni kwamba lolote lile linalokupata, amwangalie Bwana peke yake, maana Bwana yupo kukushindia, na Bwana ameahidi kwamba atakuwa pamoja na wewe hadi ukamilifu wa dahari, hata kuacha yani Mungu yeye ndiye mshindi wa kutushindia, hata kama maadui watatuzungukaje, lakini Bwana yupo upande wetu. Wewe ni mshindi, wewe ni hakuna kitu ambacho kinaweza kukufikisha mahali kwamba unakaa unalia unasubiri kufa au unasalenda kwa maadui, kama wana wa Israeli walivyoanza kusema kwa Musa kwamba ungelituacha tuendelee kuwatumikia. Kuna watu ambao wanapotishwa wananyosha mikono, wanaanguka kwenye majaribu, kwenye shida, kwenye maongozi, kwenye utawala wa wale maadui, kuwafanyisha au kuwatumikisha mambo ambayo wanapenda wao maadui. Lakini Bwana yuko upande wako, mtu wa Mungu, huna sababu ya kuogopa. Hilo ni jambo la tatu, kwamba pamoja na kwamba maadui watakuaje, lakini ustahimili na usimame imara, maana utashinda hakika, maana Mungu yuko upande wako. Mfano wa kwanza ulikuwa huo wa wana wa Israeli, lakini mfano wa pili tunaufahamu wote, ni wa yule Elisha na mtumishi wake. Tunauona mfano huo katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ile ya 6. Wafalme wa pili sura ile ya 6 mstari wa 12 hadi wa 17. Wafalme wa pili sura ya 6 mstari ule wa 12 hadi wa 17, Biblia inasema, mmoja wapo wa watumishi wake akasema, la bwana mfalme. Lakini Elisha yule nabii, kwanza mfalme alianza kutafuta kwamba ni nani ambaye, maana kulikuwa na vita na wana wa Israeli. Kila adui anapopanga kwamba akawavizia wana wa Israeli, anakuta wamepata habari wameondoka pale, anaenda hawakuti. Akipanga tena kwa vizia, anakuta hawapo. Mwisho mfalme akasema kwamba lazima tumtafute yule mtu ambaye anawapasha habari katikati yetu. Kwa hiyo mstari wa 12 wa Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 12 ndio unasema kwamba mmoja wapo wa watumishi wake akasema, la bwana wangu, sio sisi
ambao tunakusaliti tunawapa, lakini mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno unayonena katika chumba chako cha kulala. Akasema, enendeni mkamwangalie aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akawaambia ya kwamba, tazama yuko Dothani. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa. Wakafika usiku, wakazingira mji ule pande zote. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu akaondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wamewazingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Elisha akamjibu akamwambia, usiogope, maana walio upande wetu ni wengi kuliko wale walio upande wao. Elisha akaomba akamwambia Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama kile kilima kilivyokuwa kimejaa farasi na magari ya moto yamemzunguka Elisha pande zote. Watu wa Mungu, ni kwamba Mungu yupo kutulinda. Mungu yupo kutulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi shetani atapanga majeshi gani, mambo gani yatakuja kinyume na wewe, lakini Mungu yupo kusimamisha watumishi wake kukulinda, kusimamisha nguvu na mamlaka yake kukutunza na kukulinda, ili yule ibilisi asije akakupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, hata chochote kile ambacho kinaelekezwa kwa Mkristo hakiwezi kufanikiwa. Kama wewe ni Mkristo wa kweli, chochote kile ambacho kinaelekezwa na ibilisi au kinaelekezwa na adui hakiwezi kufanikiwa. Ukisoma Isaya sura ya 54 mstari ule wa 17, ukisoma Isaya sura ya 54 mstari ule wa 17, na mwandishi Isaya anazungumza habari ya kwamba kila silaha itakayoelekezwa au itakayotengenezwa dhidi yako, au kila ulimi utakaosimama kinyume na wewe, Biblia inasema kwamba utauhukumu wewe mwenyewe kwamba unakosa, kwamba wewe ni mshindi daima. Maana hakuna kitu ambacho kinaweza kusimama kinyume na wewe dhidi yako na kukushinda, maana Mungu yuko upande wetu. Lakini pia hata silaha au ulimi, sasa hivi kuna mambo ambayo yanaogopesha watu. Ninafanya ziara sehemu mbalimbali, kuna makanisa yameharibika kwa sababu ya kuona kwamba kanisani kuna uchawi, kuna wachawi. Watu wanasimama wanafanya yani mambo ambayo, lakini mtu wa Mungu, Mkristo, iwe ni uchawi, iwe ni uganga, iwe ni nini, Biblia inasema kwamba haiwezekani mtu wa Mungu kutishwa na mambo hayo. Wewe ni kutulia kumwangalia Bwana ambaye yuko upande wako. Biblia inasema katika Hesabu sura ile ya 22 tunamwona mfalme Baraki alitaka kuwafanyia kitu wana wa Israeli wakati wanapita wa Hesabu sura ile ya 22. Wakati wanapita katika nchi yake, alipowaona akaona kwamba hawezi kupigana nao kwa vita, maana ni wengi. Kwa hiyo akamuita nabii ili awalaani, na akampa vitu vya uganga, kwamba wakati anawalaani yawezekana atumie mambo ya uchawi, mambo ya uganga. Hesabu sura ile ya 22 mstari ule wa 6 hadi wa 12 tutausoma. Baraki anamuita Baramu kwa sababu ameona wana wa Israeli kwamba wamefika, wanataka kupita katika nchi yake. Kwa hiyo akatumia nabii, tena nabii wa Mungu huyu, kwamba aende akawalaani
lakini kwa kutumia vitu vya uganga au vya uchawi. Hesabu 22 mstari wa 6 hadi wa 12, Biblia inasema, basi njoo wewe na kusihi unilanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza, tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie hubarikiwa, na yeye umlanie hulaniwa. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakachukua ujira wa uganga. Sikiliza, wakachukua ujira wa uganga mikononi mwao, wakamfikiria Balamu, wakamwambia maneno ya Baraki. Akawaambia, kaeni hapa usiku huu, nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia. Wakuu wa Moabu wakakaa na Balamu. Mungu akamwambia Balamu akasema, ni watu gani hao uliokuwa pamoja nao? Balamu akamwambia Mungu, Baraki mwana wa Sipori mfalme wa Moabu amewatuma kwangu akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri wamefunika uso wa nchi, basi njoo unilanie watu hao, labda nitaweza kuwapiga nao na kuwafukuza. Mungu akamwambia Balamu, usiende pamoja nao, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa na mimi, maana wako mikononi mwangu, maana ninawatunza watu hawa, maana ninatembea nao. Mungu anamwambia Balamu kwamba usiende. Lakini kwa sababu Balamu alikuwa ameendelea kupewa vitu, kupewa posho, kupewa rushwa, kupewa mali ili afanye kazi hii, akaona kwamba hapana, ngoja kwanza nisikilize, labda nimuulize tena Mungu mara ya pili. Sasa hebu tusome sura ile ya 23 mstari ule wa 23. Hesabu hiyo sura ya 23 mstari wa 23, uone mambo yanavyoendelea. Balamu ameendelea kutafuta kuwalani watu wa Mungu ambao Mungu yuko upande wao. Mstari wa 23 anasema Mungu katika maneno ya Balamu kwamba amepewa vitu akawalaani. Mungu akaona kwamba huyu ni mwacha aende, lakini katika maneno ambayo atayazungumza hayatakuwa ya kulani, bali yatakuwa ni ya kubariki, maana mimi niko upande wa watu hawa. Angalia mstari ule wa 23. Wa 23 anasema, hakika ni Balamu anasema kwa wana wa Israeli, anasema hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari ya Yakobo na Israeli zitasemwa. Ni mambo gani aliyoyatenda Mungu katikati yao? Ni mambo gani aliyoyafanya Mungu ili kuwalinda, ili kuwatunza, kwamba hata kama kutakuwa na uchawi, hata kama kutakuwa na uganga, hauwezi kufaulu kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiishi kwa hofu, usiishi kwa kuogopa kila siku sijui kuna nini, sijui kunatokea nini. Hiyo kwa kweli, mtu wa Mungu, tambua kwamba Mungu yuko upande wako. Hakuna kitu kitakachokuwa kinyume na wewe, hakuna kitu kitakachokushinda wewe, hakuna kitu ambacho kwa kweli kitafaulu. Hata shetani mwenyewe hakuwezi. Tambua hilo, mtu wa Mungu. Na zaidi sana, watu wa Mungu, Pasaka hii tunakumbuka yule aliyeachiliwa kwetu. Mstari huo wa 32 katika Warumi yetu sura ya 8 mstari wa 32, kwamba yeye hakuacha asiyeweza kukataa kumtoa mwanae, bali alimtoa mwanae kwa ajili yetu, na akaachilia mambo, akatukirimia mambo yote ambayo yanahusika na mwanae Yesu Kristo. Ni kwamba sisi watu wa Mungu tunashinda hakika. Inabaki wewe imani yako, inabaki wewe unamtegemeaje Bwana, inabaki wewe umetoa maisha yako kiasi gani. Kama mtu unaendelea kutishwa na uchawi huko kanisani, unaendelea kutishwa na uganga huko kanisani, wewe ni muumini wa mdomo,
sio muumini wa rohoni, sio muumini yani wa kumtegemea Bwana, kama bado dunia hii inakutisha na kuogopa, bado wewe hujajua kwamba Mungu yuko upande wako. Na kama hivyo ndivyo, unahitaji kuchukua hatua ya zaidi ya kusema kwamba Bwana, mimi nipo, ninaomba sasa Yesu Kristo uingie moyoni mwangu, utawale maisha yangu. Kuanzia leo ninasalenda maisha yangu, moyo wangu utawale, uniongoze kwa Roho yako Mtakatifu. Na kuanzia pale utaanza kuona ushindi wa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana, na Bwana abariki neno lake. Watu wa Mungu, ninapenda kuomba kwa ajili yenu. Ninaomba tuombe kwa ajili yetu. Unajua tunaishi katika dunia yenye uadui. Maadui wengi wamesimama, na wakati mwingine wale uliowategemea kwamba watakuwa pamoja na wewe ndio wamekuwa kinyume. Unajua tunajaribiwa kwa mambo mengi. Mambo mengi yanajaribu kutushambulia, kwa maneno kutushambulia, kwa matendo kutushambulia, kwa hila. Lakini Mungu yuko upande wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope wala usikate tamaa wala usirudi nyuma, maana Mungu ameahidi ushindi kwako na yuko pamoja na wewe kukusaidia. Ninapenda tuinamishe vichwa vyetu ili tuombe. Naomba tuinamishe vichwa tuombe. Kama kuna mtu yawezekana katika mazingira fulani amekutana na vita, amekutana na mashambulizi, amekutana na upinzani, amekutana na maumivu, amekutana na majeraha kwa jinsi yoyote ile, na amekuwa akitafakari na kuona kwamba ameshindwa. Sasa ameshindwa, anataka give in, yani anataka kukubaliana na yale matakwa ya adui, matakwa ya yale mjaribu. Kama kuna mtu amefika mahali hana nguvu ya kuendelea tena, ninaomba anyoshe mkono niombe pamoja naye. Kama yupo mtu wa jinsi hiyo, asante mama, asante mama, asante binti. Kama kuna mtu wa jinsi hiyo, ninaomba unyoshe mkono. Asante baba, asanteni sana, asanteni sana. Naomba tusimame tulionyosha mikono. Hapo nitaomba. Hapo mliposimama. Duniani hapa tuna vita nyingi za aina mbalimbali. Maadui ni wengi. Maadui wamejipanga, maadui wengine wana nguvu zaidi ya sisi, lakini Mungu yupo kutusaidia. Mungu yupo ili amwachilie Bwana wetu Yesu Kristo kuwa ndani yetu, kuwa msaidizi wetu. Ana Yesu Kristo ameachilia Roho wake Mtakatifu ili awe mwalimu na kutuongoza katika maisha ya kila, ili tusitetereke, ili tusikate tamaa, ili tusishindwe na yule adui. Wale tuliosimama, ninapenda niombe kwa ajili yenu. Mungu anajua una vita gani. Mungu anajua una mashambulizi gani. Mungu anajua una maumivu gani. Mungu anajua umefikia katika hatua gani. Mungu anajua, maana Mungu anajua yote. Mungu anakuona, lakini Mungu utambue kuanzia leo kwamba Mungu yuko upande wako. Atakushindia, atakusaidia, atakupigania kwa hali yoyote ile. Wewe ni kumtegemea, wewe ni kumwangalia, wewe ni kuendelea kumng'ang'ania yeye kwa njia ya imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, maana ameahidi hivyo. Na sasa tutaomba. Baba wa mbinguni na Mungu wetu, watoto wako hawa wamesimama mbele za kanisa na mbele ya madhabahu na mbele ya nyumba yako hii bila aibu, maana wamejua, wameona mashambulizi. Vita iliyoko dhidi yao ni kubwa, na vita hiyo inafanywa na watu wengine ambao yamkini hawawezi kwa uwezo wao, kwa elimu yao, kwa mapato yao. Yawezekana labda kesi, labda mambo mengine, watu ambao wanaweza kutoa hata hela nyingi ili tudhalilishwe. Mungu wa rehema na Mungu wa mbinguni, ninawaombea watoto wako hawa. Watoto wako hawa
ni watu wako ambao wako hapa wamekuamini Bwana wetu Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo ni wateule wako Bwana. Umesema kwamba ni kama Mungu uko upande wao, ni nini ambacho kinaweza kuwa juu yao? Hakuna. Hata shetani, malaika zake, pepo wachafu, wachawi, majini, mambo yote ambayo yanaweza kuweka vita kwa ajili yao, Baba, yashindwe kwa jina lako Yesu Kristo. Mungu wa rehema na Mungu wa mbinguni, na waombea uachilie neema yako, uachilie mwanao kuwalinda na kuwatunza. Yesu Kristo, shuka katika maisha yao, ingia Bwana, utawale maisha yao na kisha uanze kuwapigania. Tumeona jinsi ambavyo watu wa Mungu walishinda kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao. Na watoto wako hawa ninawaweka mikononi mwako, uwalinde na kuwatunza. Shetani hana nafasi, maadui hawawezi, hawana nguvu ya kuweza kuwashinda, maana Mungu unawapigania. Vita sio vya kwao, vita ni vyako Mungu. Simama kuwatetea, simama kuwapigania, simama Bwana kuwashindia katika mambo yote ambayo yanawasibu, kama ni magonjwa, kama ni madeni, kama ni shida yoyote Kristo Mungu wa rehema na Mungu wa mbinguni, wasaidie watoto wako. Kama ni maadui wa nyumbani, maadui wa nje, maadui wa kazini, maadui kwenye jamii, maadui wote wale Bwana, shughulika nao ili watoto wako wakae katika imani kwa amani na wakufurahie wewe na kuendelea kutukuza wewe, maana Mungu uko upande wao. Umeahidi hivyo na unasema hivyo, na sasa Bwana usiwapungukie kwa hali yoyote ile. Washike na mkono wako, tembea pamoja nao Kristo, na Bwana uwashindie katika vita vyote ambavyo vinasimama kinyume nao, mmoja kila sehemu mahali alipo Baba. Uweke makerubi, uweke majeshi yako, uweke malaika zako, kama ilivyokuwa kwa Elisha na mtumishi wako wakati wamezingirwa na majeshi ya mfalme wa Moabu, lakini wao ukaweka majeshi mengi zaidi ili kukabiliana na maadui wa Elisha pamoja na mtumishi wako. Mungu wa rehema na Mungu wa mbinguni, ninaomba uweke majeshi yako ya walinde watoto wako hawa katika vita, mashambulizi wanayoyapitia. Wasikate tamaa, wasiogope, wasirudi nyuma, maana ushindi wao ni wa hakika, maana Mungu uko upande wao. Baba, sikia kuomba kwetu na ujibu sawa sana mapenzi yako Bwana, uwapatie ulinzi na ushindi watoto wako hawa. Ninaomba na kushukuru, ni katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Tumchapie makofi Bwana kwa moyo. Asante. Bwana atubariki sote.